Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wapenzi wa Mungu, watumishi wa Mungu, najua wengi mnaifahamu kwa jina la Manjose Tembo. Nawakaribisha ndugu zangu tena katika kujifunza neno au katika kusoma maandiko matakatifu ya Mungu ambayo yamo katika kitabu kiitwacho Biblia. Ndugu zangu, maandiko mengi yametabiri na kutueleza na kutufafanulia. Huwa tunapata ufafanuzi zaidi wa maandiko na kuyaelewa kama nafsi yako ikiwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Sisemi kama wengine wakisoma hawataelewa, wataelewa, lakini ukifunuliwa na Roho Mtakatifu zaidi unapata uelewa zaidi. Sasa ndugu zangu, kuna maandiko kadhaa yametuadharisha, mengine yametuonya au yametufundisha. Walitutabiria, vitabu vinasema kwamba watatokea manabii wengi wa uongo, lakini sasa je, hawa manabii wa uongo sisi tutawajuaje? Kwa sababu unapomwona nabii wa uongo na nabii wa ukweli, kama mambo yao mengi yanafanana, je, sisi tutawagunduaje kama hawa ni manabii wa uongo au manabii wa ukweli? Ili upate ufunuo huo, kumjua huyu ni nabii wa uongo, huyu wa ukweli, inabidi tukaribishe sana kusoma neno la Mungu. Tusiwe wavivu katika kusoma neno la Mungu, ili Mungu akufunulie mahali sahihi unapotakiwa wewe kufata au sehemu ambayo unatakiwa wewe kuabudu, kwa sababu wote tunamtafuta Mungu wa ukweli na wote tunajiandaa katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Mimi safari ya kwenda mbinguni kuupokea ufalme wa Mungu huo ujao, uishi katika ufalme wa Bwana ili kuenjoy maisha ya milele. Ndugu zangu, tuliambiwa manabii wengi wa uongo watakuja, lakini pia sisi tuliambiwa tuwachunguze kwa matendo yao. Je, nabii wa uongo anaweza akakupoteza wewe ukaenda naye motoni? Jibu ni ndio. Kama unamfuata nabii wa uongo, unafuata mafundisho yake, unafuata vitendo vyake, kwa nini usiende naye motoni? Yeye ndiye atakuwa kiongozi wako wa kwenda naye wapi? Motoni. Ndugu zangu, tujihadhari sana na manabii wa uongo. Ndio maana kuna maandiko yanasema kwamba watu wangu wanateketea kwa kukosa maarifa. Haya maarifa sisi tunayapata wapi? Maarifa tunayapata katika kitabu kitakatifu cha Mungu. Soma Biblia sana, tusome Biblia sana, tutapata maarifa hayo na kufunuliwa kwa mtu yoyote anayekuja kajivisha ngozi ya kondoo kumbe ni mbwa mwitu. Kwa mtu yoyote anayekuja kusema kulitaja jina la Yesu Yesu kumbe ni nabii wa uongo. Ndio maana tukaambiwa sio kila alitajalo jina la Yesu basi yeye ni mteule wa Mungu. Si kweli. Kwa hiyo tunahitaji kujiepusha sana. Okay, tusome maandiko machache ambayo yatatufundisha kwa namna moja au nyingine katika kujiweka tayari na kuwatambua hao manabii wa uongo, na sisi tumetahadharishwa vipi na hao manabii wa uongo. Kama kawaida, Biblia yangu natumia simu. Nachukua Biblia yangu, tusome maandiko hayo. Kwanza tunaweza tukasoma andiko la Luka. Tunaweza tukasoma Luka. Ndugu zangu, tunaweza tukasoma Luka. Ngoja nitafute Biblia yangu hapa
katika simu. Nimeipata Biblia yangu katika simu. Nimeipata Biblia yangu katika simu. Aya, nikasome Luka 17 mstari wake wa kwanza, tuone unasemaje. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ninarudia hili andiko. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye haja kwa sababu yake. Kwa hiyo haya mambo hayana budi kutokea. Manabii wa uongo hawana budi kutokea, lakini ole wake yule mtu kujiandaa kwa kuja kwake. Yani sisi tuko tayari kuwapokea, tunatahadharishwa ni ole wetu. Tukichukua neno lingine, tunaweza tukasoma Mathayo 7 mstari wake wa 15. Pia tunaweza tukaangalia Mathayo uko wapi wewe? Mathayo na kutafuta. Mathayo 7 mstari wake wa 15. Mstari wake wa 15 unasemaje? Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo hapa tunaambiwa tujihadhari na manabii wa uongo. Watatujia wamevaa mavazi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo kumbe katika Mathayo tumehadharishwa kwamba watakuja manabii wa uongo, tujihadhari. Ndani yao watakuwa wamevaa ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu hatari sana. Kwa hiyo Mungu alituhadharisha kwa maandiko kama haya. Tunaweza tukaangalia andiko lingine la Ezekieli 13:6. Tumtafute Ezekieli 13:6 anasemaje? Wameona ubatili na uganga wa uongo hao wasemao Bwana asema, lakini Bwana akuwatuma, nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Bado anawatahadharisha. Kuna watu watakuja watasema wametumwa na Bwana na neno lile litatimia. Kumbe hawakuwa wateule wa Bwana, ni waganga, lakini wanatumia nafasi ya kibiblia au ya kiungu kujifanya wao ni wale waliotumwa. Kwa hiyo tujihadhari nao sana. Maandiko kama haya yanatuhadharisha tuwe macho. Tutaweza tukasoma tena andiko lingine, Matendo ya Mitume 5 mstari wake wa 29. Tuangalie linasemaje. Matendo ya Mitume 5 mstari wake wa 29. 5 mstari wake wa 29 inasema, Petro na mitume wakajibu wakisema, umetupasa kutii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo inatupasa tumtii Mungu kuliko mwanadamu. Leo hii tunamnyenyekea sana pasta au manabii wanaotufundisha kuliko kumnyenyekea Mungu. Hatukatai watumishi wanatufundisha, wanatujenga kiimani, lakini usione kuna uovu unaogopa kukwepa
kwa sababu unaona mtumishi wako atakuonaje. Hapo itakuwa umemnyenyekea na unamwabudu yeye. Hiyo tunatahadharishwa, na huyu tutamuingiza katika unabii wa uongo, kwa sababu anakukontrol wewe, anakufanya wewe kila kitu, yaani anachotaka yeye wewe ndio ufanye kwa kila kitu. Hii tujihadharishe sana. Tukienda kumalizia andiko letu, tumjaribu kumwangalia Hosea 4:6, naye anatuambiaje? Hosea 4:6, 4 mstari wake wa 6 anasemaje? Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Anatuambia watu wake wanakosa maarifa, ndio maana tunakwenda kudanganywa na watu wengi, kutokana hatufuatilii neno la Mungu. Tunataka kila kitu tuweze kutafuniwa. Ukitafuniwa, ina maana unatumia maarifa ya mtu fulani kuliko maarifa yako, ambao ukimfuata Mungu anaweka mkono kichwani mwako, anaweka neema na baraka katika kichwa chako, anakupaka mafuta, unakuwa kuhani wake. Kwa hiyo ndugu zangu, katika fundisho hili nilikuwa ni machache tu niwaletee ili tujifunze kwa pamoja. Kuepuka sana manabii wanaokuja ambao ni waongo. Hatukatai, wapo wa ukweli, lakini kumfahamu wa uongo inataka akili ya kusoma sana neno la Mungu, kwa sababu tusije tukapoteza maarifa, tukadanganywa na maarifa yao ya uganga. Kwa kusema hayo, niseme barikiweni na neno hili, pia niseme amina. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.